Cha kwanza na sisi tunatumia fursa hii kutoa pole kwa familia, kwa vijana wenzetu ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na kwa Tanzania kwa ujumla kwa msiba huu mzito, kwa sababu kama tunavyofahamu historia ya mzee Edwin Mtei sio tu kwamba alikuwa ni muasisi wa Chadema, lakini pia alikuwa ni kiongozi mwandamizi kwenye nafasi mbalimbali kwenye serikali yetu. Amefanya kazi serikalini, amefanya kazi pia kwenye mashirika mbalimbali huko duniani, Afrika Mashariki na maeneo mengine. Kwa hiyo sisi kama vijana wa Bavicha, kwa niaba ya Baraza la Vijana wa Chadema Taifa Bavicha, tunatoa pole kwa makundi hayo yote kwa msiba huu mzito. Mzee Edwin Mtei alikuwa ni kielelezo cha mageuzi kwenye taifa hili. Wakati mfumo wa vyama vingi unaanzishwa, walikuwa Watanzania wachache waliokuwa na uthubutu kama wa mzee Edwin Mtei kuwa na maono ya kwamba hili taifa hili liendelee kuwa taifa la maana, taifa hili pengine ili lifike ndoto zake ambalo linatamani kuzifikia, ni lazima tu tuna watu ambao wana mawazo tofauti tofauti na tukaheshimiana na kila mtu aweze kutoa mawazo yake ili taifa liweze kujipatia maendeleo yake. Kwa sisi kama vijana wa Chadema tunamwona mzee Mtei kama ni muasisi wa chama chetu na ni mtu ambaye kwa kweli tunamshukuru kwa mchango wake na hakuna tunachomdai kwa sababu alitimiza wajibu wake katika kipindi chake, na sisi tunao wajibu sasa wa kupokea kijiti pale alipoishia. Ndio maana kuna viongozi wengine walifuata, na sisi vijana wa kizazi cha leo tunaona tunao wajibu sasa wa kuhakikisha tunayafikia yale malengo au maono waliokuwa wanayatamani siku moja, kwamba Chadema kije kuwa ni chama ambacho kwa kweli kitaliongoza taifa hili na kiwe kweli matumaini halisi ya Watanzania kama ambavyo Watanzania wengi wanatamani. Mzee Mtei aliamini katika haki, na ndio maana misingi ya chama chetu sisi chama chetu kinaitwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Ukiziangalia sera zetu zote za uchaguzi kuanzia 2020 na huko nyuma, Chadema haijawahi kuacha kuisema haki. Chadema kimekuwa ni chama kinachoamini katika haki. Haki umekuwa ni wimbo wetu wa mara zote. Na katika kipindi chake yeye alisimama kuipigania hiyo haki. Sasa tunasema kila kizazi huwa kina changamoto zake na kina challenge ambazo kinakutana nazo. Kipindi chao pengine hali iliyoko sasa ya vijana kutekwa, kuuliwa, kupotezwa pengine haikuwa kubwa kama ilivyo sasa. Lakini jambo pekee na la msingi ambalo vijana wa sasa sisi tunaliamini na tutaendelea kulisimamia ni kwamba mapambano ya kuipigania haki yanapaswa kuwa sehemu ya maisha yetu. Hata kama kuna watu wanaamini wanaweza wakaua vijana ili wasisimamie haki, sisi tunachokiamini hakuna mtu aliyewahi kushinda kuwaua watu wote ili wasipiganie haki. Kwa hiyo tunawashukuru akina mzee Mtei kwa kukifikisha chama hapa alipokifikisha, na sisi tumekipokea hicho kijiti. Tunaamini kwamba tutatimiza wajibu wetu bila kujali mbele kutakuwa kuna nini, na historia inaonyesha waliowahi kusimamia haki mara zote huwa wanashinda bila kujali mapambano hayo ya kudai haki na uhuru yatakuwa magumu kwa kiwango gani. Bado tunaamini kwamba ipo siku tutaweza kulibadilisha taifa hili, kwa sababu kiukweli hili taifa hakuna mtu yote ambaye atasema hili taifa ni la baba yake au la mama yake. Hili taifa ni zawadi ambayo tumepewa na Mwenyezi Mungu, na kila mmoja ana haki na uhuru wa kuishi kwenye taifa hili kwa haki kabisa na bila kunyanyaswa wala kuonewa. Kwa sisi tumepokea kijiti hicho na tunaamini tutaendeleza mapambano haya, na tunaamini hata huko atakapokuwepo mzee Mtei na wengine wakituona tunaendelea na mapambano haya, basi watapumzika kwa amani kabisa. Yeyote anayeweza kusema anaweza kusema, lakini sisi tunachokifahamu ni kwamba Chadema sio wageni waalikwa. Hata kama kwenye msiba watu waalikwi, lakini huu msiba sisi ni msiba wa muasisi wa chama chetu, ni msiba wa baba yetu. Mzee Mtei ni mtu aliyebeba maono ya chama hiki, na yeye ndio amekifanya chama hiki kiwe kikubwa, kimefika mpaka kijini kwetu Berege Dodoma. Ni Watanzania wachache walikuwa wanaamini ipo siku wagogo na wenyewe watakuwa wapinzani. Kwa hiyo sasa maono haya mzee Mtei yamesambaa Tanzania nzima na chama hiki kimekuwa ni chama cha Watanzania. Kwa hiyo sisi kama Chadema hatuna unyonge wowote kwenye msiba huu. Tunatimiza wajibu wetu na tumefika na tuendelea kufika kwa wingi kuja kumsindikiza muasisi wa chama chetu. Anapaswa kupewa heshima na chama hiki, anapaswa kupewa heshima na vijana wa chama hiki, kwa sababu yeye alikuwa ni mbeba maono, na sisi tunao wajibu wa kulinda hiyo heshima ya muasisi wa chama chetu. Kwa hiyo hakuna mwanachadema yote mnyonge kwenye hili. Tupo, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya maisha ya mzee Mtei, na kwa kweli tutashiriki kikamilifu kuhakikisha tunamsindikiza vizuri kwenye safari yake ya mwisho mzee wetu Edwin Mtei. Ninashukuru kwa nafasi hii muhimu, hasa kusema neno la mwisho kwa mwanzilishi wa chama chetu. Lakini kama ambavyo amesema mwenyekiti wetu, jambo kubwa zaidi kwa mzee Mtei ilikuwa ni uzalendo kwa taifa letu. Amefanya kazi serikalini, amefanya kazi kwenye mashirika mbalimbali, lakini kubwa zaidi ameanzisha taasisi ambayo leo imekustanisha watu hawa wote. Wakati huo 92 mimi nilikuwa sijazaliwa na vijana wengi miongoni mwetu tulikuwa tujazaliwa, lakini kupitia mawazo yake, maono yake
na matarajio yake kwa Tanzania. Ndio maana unatukuta leo tumeunganishwa na wazo alilolianzisha Mzee Mtei. Kwa hiyo tunamshukuru kwa maisha yake, tunamshukuru kwa kazi kubwa aliyoianzisha na kutuachia sisi kizazi cha sasa. Kubwa zaidi ni kwamba tunawasisitiza tu vijana ambao kwa kweli kupitia Mzee Mtei tumeunganishwa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na leo tunazungumza viongozi wengi pia serikalini wametokana na mazao ya Chadema. Tunaomba tuendelee kukienzi hiki chama, tuendelee kulinda legacy ya mzee wetu ili taifa hili siku moja lipate haki kama ambavyo ilikuwa ndoto ya wazee wetu. Kubwa zaidi, nchi yetu ni pana zaidi kuliko vyama vya siasa. Kwa hiyo Mzee Mtei alituonyesha hiyo kupitia kuacha kazi serikalini na kuja kuanzisha chama, tena chama ambacho kina mawazo tofauti. Kwa hiyo tunamshukuru na tunawashukuru wote, tuendelee kumwenzi mzee wetu, tuhakikishe kwamba jukumu la kupigania haki yetu kwenye nchi yetu si la watu wachache bali la watu wote, bila kujali itakuwa hiyo haki itapatikana lini. Sasa tukubaliane kwamba hakuna namna unaweza kuitaja Chadema kwa ukamilifu wake bila kumtaja jina la hayati Edwin Mtei. Ili uandike historia ya Chadema ikamilike, lazima utaje jina la hayati Edwin Mtei, na pamoja na kelele na maneno ambayo yanajaribu kuzungumzwa ya kutaka kumuondoa, hakuna namna unaweza kumtaja Mzee Mtei bila kuitaja Chadema. Kwa hata kama wapo ambao wanatamani labda kwenye wasifu wa Mzee Mtei listajwe jina Chadema au neno Chadema, ni jambo ambalo haliwezekani, kwa sababu maisha ya Mzee Mtei baada ya kutoka serikalini na kuona hakuridhika na baadhi ya mambo yalikuwa ni ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Kwa hakuna namna unaweza kumnyima mtu historia yake ambayo yeye mwenyewe kwa hiari yake na kwa moyo wake na upendo wake haliishi. Kwa hakuna namna, itakuwa ni dhambi kubwa sana. Na jambo jingine la msingi sana, tumeona kule kwenye historia nchi yetu kuna watu ambao walikuwa mawaziri, amefariki Profesa Salungi mwaka jana. Hawa ambao leo hii wanatamani wajimilikishe msiba hawakufika hata kwenye msiba wa Profesa Salungi ambaye alikuwa ni waziri kwenye serikali yao. Sawa? Sasa unafiki kwenye jamii yote huwa haufai. Yaani kuna watu Profesa Salungi amekuwa waziri kwenye serikali yao, lakini kwenye msiba wake hawakutaka kujimilikisha ule msiba mtu ambaye ni mwanachama wao muda wote na amekuwa kiongozi waziri kwenye serikali yao. Leo wana uchungu kwenye msiba ambao wanatamani Chadema isisikike, wataje mambo mengine. Lakini jambo jingine, kama tunayo nia kweli kumwenzi Mzee Mtei, tuyahenzi na kuyaishi mambo ambayo alipigania. Moja wapo ni demokrasia ya vyama vingi. Mzee Mtei ameacha kazi akaenda kuanzisha demokrasia ya vyama vingi, akaanzisha Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, akaamini kwenye uhuru wa haki na siasa, kila mmoja kuamini kwenye mawazo yake. Hatupaswi kutekana, hatupaswi kuuana, hatupaswi kubambikiziana kesi, hatupaswi kukimbizana kuishi kama watumwa kwenye nchi zetu kwa sababu ya tofauti za kisiasa. Hili tuweze kusema kweli tunamwenzi Mzee Mtei bila unafiki wowote, ni lazima tuyaishi maneno hayo ya kuishi haki ya kisiasa, uhuru wa kisiasa, bila kutekana, bila kuviziana wala kubambikiziana makesi. Hiyo ndio itakuwa njia pekee ambayo tutaiona kweli hawa watu wanania kumwenzi Mzee Mtei kwa matendo na kwa maneno kweli, sio kama hivyo ilivyo. Na jambo jingine la mwisho kabisa nilitie mstari, Mzee Mtei ambaye anataka leo hii astambulike au Chadema isihusike kwenye asilimia kubwa kama wanavyojaribu kusema watu wengine, hajawahi kuwa na upendo wa kutilia shaka kwenye chama chetu. Upendo wake haujawahi kutiliwa shaka, hajawahi kuwa na chembe ya usaliti ndani ya chama chetu mpaka anakufa. Imani ya chama chetu ameilinda na sisi tutailinda na tutamwenzi kwa heshima kubwa.